Baba Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunakaribia kiti chako cha enzi tukiwa na shukurani katika mioyo yetu Bwana. Mungu wetu, tunajua kila wakati tujapo kwako tunafaa kuleta sadaka za kiroho ambazo Bwana zinakupendeza. Pokea sifa na shukurani siku ya leo. Nasema ya kwamba unastahili. Mamlaka yote na uwezo na nguvu ni zako. Ni wewe ulitukomboa Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Ni wewe uliandika majina yetu kwenye kitabu cha uzima kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hivi sasa Bwana unafunua mpango huo. Nasikia majina yetu yakiitwa wakati ambapo unatuletea ujumbe katika kizazi hiki. Tusaidie Bwana katika majira haya kuishi maisha ambayo yanastahili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tusiende kulia ama kushoto, lakini Bwana tusimame na neno lako. Naomba ya kwamba katika mkutano huu Bwana utazidi kuimarisha kila mmoja wetu, kumsaidia Bwana kufungua macho ya ufahamu ya kila mmoja wetu, kutufanya tuelewe nafasi yetu katika uchumi wako. Na Mungu utusaidie ili tuishi Bwana maisha haya kwa njia ya kumdhihirisha Bwana wetu Yesu Kristo. Chunguza maisha yetu, chochote ambacho sio neno, ninaomba utusamehe na ukitoe kwa damu ya mwanakondoo. Tungetaka kutembea kulingana na mdundo wa neno Bwana. Hatungetaka ushawishi mwingine katika maisha yetu isipokuwa neno ambalo umefunua kizazi hiki. Asante Mwenyezi Mungu, uwe na njia yako, umiliki kila mmoja wetu na uwe na hatamu katika huu mkutano. Baada ya mambo yote, sifa na utukufu ziweze kurejea kwako. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia katika Ufunuo 3. Ufunuo 3 mstari wa 12. Ufunuo 3 mstari wa 12. Inasema, yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma hayo, kile ambacho nataka kuongea kuhusu ni swali. Na hili swali ninauliza hivi: je, unazidi kujifahamu? Unazidi kujifahamu? Ni swali. Kwa sababu unajua pia katika Wakorintho inasema ya kwamba, Korintho wa kwanza na mlango wa 13 inasema hivi: wakati kile kikamilifu kitakapokuja, na tumenukuu hiyo sehemu kwa siku nyingi, kilichokuwa sehemu kitaondolewa, na siku hiyo utajifahamu. Utaweza kujifahamu namna Mungu anakufahamu. Utaweza kujua ulitoka wapi, utajua ukoo wako, utajua nafasi yako katika Kristo, utajua majira, utajua kila kitu ambacho Mungu angetaka uelewe kwa sababu ya ufunuo wa neno. Kama vile nilikwambia wakati mwingine, tunaweza kupatiwa stakabadhi na serikali za ulimwengu. Unazaliwa, unapatiwa kile cheti cha kuonesha umezaliwa. Baadaye unafika mahali unapatiwa kitambulisho kuonesha umekuwa mtu mzima. Na mtu akifa kuna death certificate, cheti kingine cha kuonesha kwamba ameondoka katika hii dunia. Mambo hayo ni mambo ya kilimwengu, yanaongea juu ya mwili wako. Hakuna cheti ama kitabu cha hapa duniani ambacho kinaweza kukuambia wewe ni nani katika ule utu wa ndani. Ni Biblia peke yake. Biblia inakuambia ulitoka wapi, wewe ni nani, tuko majira gani, kwa nini uko hapa, nafasi yako ni gani katika
mwili wa Yesu Kristo, ni Biblia peke yake iwezayo kukuambia mambo hayo. Na haya ndiyo majira ya kujifahamu, maana wakati nabii aliulizwa, je, kile kikamilifu kimekuja kulingana na Wakorintho wa kwanza 13? Akasema ndiyo. Akasema ni tafsiri kamilifu ya neno ambayo imethibitishwa kiungu baada ya mihuri 7 kufunuliwa. Nasema tuna tafsiri ya neno ambayo imethibitishwa kwa njia ya kiungu. Na haya ni majira ya kujifahamu vile Mungu anavyokufahamu. Ndio sababu tumesoma hapo Ufunuo 3 na mstari wa 12 kuonesha vile ambavyo Bwana ataandika jina lake ndani yako, jina la mji wake, jina la Baba ndani yako. Hiyo inamaanisha kwamba ni kujifahamu kwa njia kamilifu. Na kile kinafanyika ni kwamba majira yakifika, Mungu anakuja anakuangaza. Analeta mwangaza juu yako uweze kujielewa wewe ni nani. Na tuna mifano mingi sana katika maandiko ya Mungu akiita watu wake ili kutoka hapo waanze kufahamu ni akina nani na wafahamu kusudi lao hapa duniani. Mungu alimuita Ibrahimu kutoka Mesopotamia ambayo ni Babeli. Na alipomuita Ibrahimu akaanza kumwambia kusudi la kuitwa kwake. Kamwambia watu wote katika dunia watabarikiwa kwa sababu ya imani yako. Akaanza kuambia Ibrahimu mambo hayo, ya kwamba baraka ya Mungu ya kuendea mataifa itapitia Ibrahimu. Na tunajua baraka ya Mungu ama baraka ya Ibrahimu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kasema ya kwamba baraka hiyo itapitia imani ya Ibrahimu na mwishowe itaenda kwa mataifa yote. Kisoma Wagalatia unaweza kuona hiyo ndio baraka ya Ibrahimu, ubatizo wa Roho Mtakatifu ukiendea mataifa yote. Kwa sababu kanisa la Mungu aliye hai linaenea katika dunia yote. Mungu akamuita Ibrahimu, akaanza kumwangaza. Mungu akaanza kutembea na Ibrahimu, na alikuwa anatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Na tunaweza kuona wengine ambao waliitwa na Mungu kama Musa. Musa wakati alikimbia akaenda kule jangwani, hata alisahau ya kwamba kuna kazi alitakiwa kufanya. Lakini siku moja wakati anachunga kondoo, akakutana na nguzo ya moto, na nguzo ya moto ikaanza kumwangaza. Akaanza kuelezwa kusudi lake na vile ambavyo atalitekeleza. Na vile huwa tunasema, nabii anasema kuhusu Musa, anasema alikuwa na karama ya imani ya kuokoa wana wa Israeli, lakini haingefanya kazi kwa sababu Mungu hajamwangaza. He had to be illuminated. Lazima Mungu angemwangaza, karama hiyo iweze kuinuka, iweze kufanya kazi ya kukomboa wana wa Israeli. Na ndio sababu alikutana na ile nguzo ya moto. Anasema ya kwamba karama ambayo ilikuwa ndani ya Musa ikahuishwa, na wakati alikuwa anashuka Misri akiwa ni jeshi la mtu mmoja, hakuwa na uoga. Kwa sababu amehuishwa, ameambiwa kusudi lake, na Mungu amemwambia atakuwa pamoja naye. Akaingia katika utendakazi kwa sababu amehuishwa. Na hayo yote yanakuonesha vile ambavyo inatakiwa kuwa nasi, ya kwamba huwezi kufanyia Mungu kazi ya maana mpaka nawe uweze kuhuishwa. Kwa sababu Paulo anasema ya kwamba yale mambo tunasoma pale katika Biblia ambayo yalitangulia kuandikwa, yaliandikwa yawe ni vielelezo kwetu, ili sisi tuweze kupata faraja katika maandiko. Unapata faraja kwa njia gani? Unaipata kwa sababu unaona Mungu alifanya jambo fulani na mtu fulani, na sasa umepatikana katika hali ambayo inafanana na ile. Sasa unakuwa na hakika ya kwamba vile Mungu alitenda na yule atatenda hivyo nawe. Tunapata faraja kupitia maandiko. Na tunaweza kuongea juu ya akina Gideon na wale wengine. Wakati mmoja Gideon alikuwa anapepeta ngano na anaificha kutoka kwa Wamidiani kwa sababu ya vile Israeli walikuwa wameteswa na hayo mataifa kwa sababu ya kumwasi Mungu. Na Mungu akaja kwa siri akampata hapo akipepeta ngano kama amejificha, na akaanza kuongea naye. Mungu akamuita shujaa wa vita, lakini yeye haone shujaa. Gideon hakuwa anaona shujaa, anaona mtu ambaye amejaa mateso na masikitiko mengi na shida nyingi, na vile Mungu aliachilia wana wa Israeli wanateswa na mataifa mengine, lakini yeye ndiye alikuwa mkombozi wa Israeli saa hiyo.
na hana habari. Ilibidi Mungu ashuke mwenyewe kuweza kumwangaza ili aweze kuona ya kwamba ni jukumu lake. Mungu akaja na ushuhuda tofauti. Wakati huu anajiona ni duni kabisa, Mungu anamuita shujaa wa vita, kwa sababu Mungu anaangalia ule utu wa ndani. Nilikuambia siku nyingine watu hawakujui. Ingawa mnaonana, wanajua unaitwa fulani wa fulani, wamekujua labda maisha yako yote, lakini nilikuambia watu hawakujui. Kujua mtu, hata nabii anasema hata ndugu katika kanisa kama hili hamjuani eti kwa sababu mnasalimiana pale nje. Kule si kufahamiana. Sasa ritual. Hiyo ni desturi tu ya kanisa. Anasema hamwezi kufahamiana na mtu mpaka mketi kwa meza muanze kuongea. Mahali ambapo mioyo inakuwa na exchange. Mioyo inabadilishana. Unasikia kilicho katika moyo wa huyu ndugu na huyu dada, naye anasikia kilicho ndani yako. Ule ndio ushirika. Ushirika ni exchange. Ni huyu analeta jambo, nawe unaleta jambo. Huo ndio ushirika. Anasema hamwezi kuwa na ushirika na mtu mpaka mketi kwa meza na muongee, muweze kufahamiana. Mpaka wakati huo nyinyi ni strangers, hamjuani, hata kama mnashiriki kanisa moja. Na ndio sababu ni vizuri sana tukimaliza ibada, badala ya kuongea juu ya Premier League, badala ya kuongea juu ya siasa ya nchi, ni vizuri kuongea neno na muaminio mwenzako. Mnacheua neno na mambo kama hayo. Hivyo ndivyo kufahamiana mmoja na mwingine, ni kuketi katika meza. Na Mungu atusaidie sana. Sasa Mungu akaangaza hawa watu ili waweze kujifahamu ni akina nani, na kila mmoja awezeshwe kuingia katika nafasi yake. Tunaweza kuona baadaye Gideon, Mungu alimtumia kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya Wamidiani, kutoka kwa mikono ya mataifa matatu: Wamidiani, Wamaleki na watoto wa mashariki. Kama siku ya leo nguvu tatu zimekuja pamoja kutengeneza muhuri wa 4, farasi wa kijivujivu, na tunapatikana hapa. Sisi ni kama akina Gideon ambaye alikuwa anauliza, ikiwa Mungu yu pamoja nasi, mbona hatuoni kazi ambazo alifanya na baba zetu? Kimaanisha akina Musa na Yoshua na wale wengine. Na siku ya leo kama ingekuwa ni sisi, baba zetu ni mitume. Kile ambacho tunashauku nacho ni kitabu cha matendo miongoni mwetu. Na alikuja kumuonesha kwamba yu hai na ya kwamba mambo hayo yanawezekana. Lakini Mungu anahitaji mtu kila wakati. Lazima Mungu apate watu ambao watatumia kuonesha kusudi lake la majira hayo. Nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa mbegu ya hitilafu, the seed of discrepancy, anasema mbegu ya Mungu katika kila kizazi ni wale ambao mwanzo wanafanyika neno la majira hayo na wanaanza kulidhihirisha katika maisha yao. Anasema hao ndio mbegu ya Mungu katika kila kizazi. Lazima wawepo duniani na Mungu anawatembelea na kisha anawaangaza. He illuminates them. Anaanza kuondoa kutokujielewa, mbubuazi, ignorance, mambo hayo ya kutoelewa. Mungu anaondoa katika maisha yao ili waweze kufahamu wao ni akina nani. Na hapo unakuja kuelewa wewe si mtu wa kawaida tu ambaye yuko katika dunia anafanya kazi na kula chakula na kutembea kama wengine. Unaanza kuona wewe ni mtu tofauti na kuna kusudi katika maisha yako. Kwa hivyo wakati Mungu anakuja ili akuhuishe, mbegu ilikuwa imelala pale, ilikuwa dormant, hungeweza kuona ukweli wa kiroho. Ndio sababu anakuja pale, anakuita na anasimama mbele yako mpaka uanze kumuona. Najua hata mtoto mdogo akizaliwa, unaona amefungua macho lakini haoni. Nafanya mkono hivi lakini haoni. Sio ni kweli? Lakini baada ya muda unaona ukifanya mkono hivi, anaanza kufuata mkono vile unaenda. Kwa sababu ameanza kukomaa, mwishowe atafunguka macho akuone. Na Mungu anafanya hivyo. Akikuita anasimama mbele yako. Labda anafanya hivi kidogo kuleta neno, bado huoni. Ndugu haoni ufunuo. Mungu anaendelea kufanya mambo mengine. Labda unaanza kuona ni kama kivuli unafuata lakini hufuate vizuri sana. Unaona partly blind. Na siku moja unafunguka macho. Oh, okay, nimeona. Ni Mungu akifanya hivyo kwa sababu yeye ni baba yetu wa mbinguni. Ili ufike mahali ujifahamu vile ambavyo Mungu anakufahamu. Na namna ya Mungu kukufanya uelewe wewe ni nani, anatumia neno lake. Najua watu kama Ibrahimu, watu kama Henoko, wakati walikuwa wanaishi maisha yao,
Mara nyingi hawakuwa na mtu ambao wangeangalia waone kuna mtu alitenda vile Mungu anataka tutende saa hii. Mungu alikuwa anawatumia, na ndio sababu unasikia nabii akisema watu hawa wenye haki katika Agano la Kale walijua Mungu huwa anawatumia. Walijua Roho wa Mungu anawatumia kutimiza mambo fulani. Kile hawakujua ni kwamba hayo mambo wanayotimiza walikuwa wanafunua siri ya Mungu ambayo ilikuwa nyuma ya mawazo yake kabla ya misingi ya ulimwengu kwa visehemu. Hiyo hawakujua. Lakini wanajua Mungu anawatumia. Sikia vile Joseph anasema, ati Mungu alinituma hapa, nyinyi mliona mmefanya vibaya, lakini ni Mungu alinituma niokoe maisha. Alijua yeye anaokoa tu maisha ya kawaida ya kimwili. Aweze kuweka nafaka pamoja ili wasife, siku moja wakija kumtaka msaada aweze kuwasaidia. Lakini sisi tunaona kupita hayo. Yusufu anasema, sisi tunaona mpango wa ukombozi ndani ya Yusufu. Sisi tunaona nyakati 7 za kanisa ndani ya Yusufu. Tunaona mihuri 7 ndani ya Yusufu. Tunaona mpango wote wa ukombozi katika maisha yake, lakini yeye haoni. Yeye haoni. Kwa hivyo wakati Mungu analeta neno, na ndio sababu nasikia nabii anasema hivi katika huu ujumbe, Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Unasikia nabii akisema siri hii imekuwa ikifunuliwa pole pole kupitia nyakati. Anasema sehemu kidogo hapa katika Daudi, lakini hafunui siri yote. Sehemu katika Elia hafunui siri yote. Sehemu nyingine do katika nabii mwingine, lakini Mungu hafunui yote. Anasema it has been slowly unfolding. Anasema lakini siku ya leo amefunua na tumeona kile amekuwa akifanya. Ameondoa pazia. Nabii anasema hivi akiongea juu ya kitabu cha Ufunuo, anasema ni kama mtu ambaye amekuwa akitengeneza kipeo, masterpiece. Tuseme ya kwamba pale ni kitu anachonga na ni kazi kamilifu, anataka kiweze kuwa ni kitu kikamilifu, lakini amekuwa akifanya hivyo kama amekifunika. Anakitengeneza lakini amekifunika. Na mwishowe wakati anamaliza anafanya nini? Anafunua ili tuweze kuona kile ambacho alikuwa anafanya. Na hivyo ndivyo Mungu amefanya hapa mwishoni mwa dahadi. Baada ya kufanya kazi yake yote, akaenda mpaka msalabani, akalipa gharama. Hapa mwishoni anakuja, anaondoa mihuri 7 ili tuweze kuona hii design ya ukombozi. Tuweze kuona hii design. Na hii design wakati inafunuliwa, tunaweza kuona visehemu ambavyo huwa tunasoma katika Biblia. Huyu ni nabii Amos, huyu ni Mariamu, huyu ni fulani wa fulani. Visehemu hivyo ukileta pamoja vinaleta siri yote ya Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu alikuwa nabii anasema mihuri 7 haiko nje ya Biblia, iko ndani, lakini ilikuwa imefichwa. Ilikuwa imefichwa. Na wakati analeta visehemu vile unaweza kujiona, kwa sababu wale watu Mungu aliweka pale kututangulia walikuwa na DNA yako ya kiroho. Kama ninaweza kusema hivyo unielewe. Lakini labda sitaeleza vizuri sana nikisema hivyo, lakini niseme hivi, unaangalia mtu fulani katika maandiko, mtu huyo kuna sehemu yake ya kiroho katika maisha yako. Si ni kweli? Ni kama vile unasikia kwa mfano nabii akisema kila muaminio lazima akutane na nguzo ya moto. Unaona Musa hapo kusema Musa hakujielewa kabisa na hakuelewa kazi yake mpaka akutane na nguzo ya moto, na kukutana na nguzo ya moto ni mfano wa kuzaliwa mara ya pili. Lazima nawe ukutane na ulimi wa moto. Ni nani anakutana na ulimi wa moto? Si wewe mwili, ni nafsi inakutana na ulimi wa moto ili uweze kujifahamu. Unaona sehemu kutoka kwa Musa katika maisha yako. Unaweza kuchukua mtu mwingine anaonesha jambo lingine katika maisha yako. Mwingine anaonesha jambo lingine, na wakati Mungu anafanya mambo haya yote, anafanya haya ili uweze kujifahamu. Wakati tunaona Gideoni akilalamika Mungu amewaacha, kwa nini hakuna muujiza? Sijui kama unajua ni kanisa wakati wa mwisho wakiwa na shauku ya kurudi kwenye imani ya mitume. Kwa sababu Biblia hapo inasema Israeli walikuwa wameteswa miaka 7. Si unajua miaka 7, nyakati 7 za kanisa. Mwishoni mwa nyakati 7 za kanisa anasema nguvu 3 hapo ziko pamoja. Watoto wa mashariki wa Midiani na wa Maleki wanakuja kuharibu mazao. Ni muhuri wa 4. Farasi 3 wamewekwa pamoja, wanakuwa yule wa kijivujivu. Shetani ameleta nguvu zake zote kuangamiza kila kitu ambacho kinaitwa ni cha Mungu. Na Mungu saa hiyo ana kundi dogo. Kwa sababu hata Gideoni akiongea
alisema kabila letu ndilo ndo, it is the smallest tribe, na nyumba yetu ndio dogo. Na nabii anasema from a little group of the true seed of the word. Anasema kutoka kwa kundi dogo la neno, Mungu atampatia biharusi, atampatia Kristo biharusi wa neno. Gideoni hajui alikuwa anaonesha mambo hayo, lakini wewe unajua kile alikuwa anaonesha. Na Mungu akaanza kufanya kazi na Gideon, kamwambia angusha madhabahu ya baba yako. Ni kuondoka katika madhehebu. Na kisha akaambiwa sasa alete sadaka ya kuteketeza, burnt offering. Na hiyo inamaanisha ni kujitoa kabisa, consecration, sold out, kujitoa kabisa kwa Kristo. Na hapo pakaitwa Jehova Shalom, Mungu wa amani. Na siku ya leo wakati wingu limetokea, nabii anasema ni Jehova Shalom kwa wale wanaamini ujumbe. Gideon hakujua mambo hayo. Naona baadaye anaingia katika uwanja wa vita. Mungu alimwambia mambo mengi, chukua taa na uchukue chombo cha udongo uweke hapo ndani. Utavunja chombo baadaye taa iweze kuonekana. Ni kuweka mwili chini ya mamlaka ili Kristo ile nuru aweze kuwa na mamlaka, preeminences. Na inasema upanga wa Mungu na upanga wa Gideoni. Na sijui kama unajua leo kuna upanga wa Mungu na upanga wa biharusi. Ndio sababu Biblia inasema roho na biharusi wanasema njoo. Na upanga wa Mungu ndio upanga wa biharusi kwa sababu ni neno. Mambo haya yote watu hawakujua, wanaonesha siri ya Mungu, lakini sasa kwa neema sisi tunajua hivyo. Ni Mungu akitaka ujifahamu vile anavyo kufahamu. Anachukua visehemu katika Biblia aweze kukuonesha maisha yako yasiyoeleweka. Si ni kweli? Alikuja akaambia Branham, nimekuja kukueleza juu ya maisha yako yasiyoeleweka. I have come to tell you about your misunderstood life. Na wewe je? Ni hivyo hivyo Mungu anakuja kukueleza juu ya maisha yako yasiyoeleweka. Anachukua sehemu katika Mariamu, anakuonesha ni wewe. Sehemu nyingine katika nabii wa Agano la Kale mahali, anakuonesha ni wewe. Anachukua sehemu katika mwingine, anakuonesha ni wewe. Ni wewe, anaonesha maisha yako yasiyoeleweka. Hata wakati malaika alikuja kwa Branham kwenye pango, kaanza kumwambia nimekuja kukueleza, nimetumwa kutoka kwa Mungu. Na hiyo inafanya watu wengine waseme yule malaika hakuwa Kristo kwa sababu anasema ametumwa. Elewa lugha ya Mungu. Ni Mungu amejituma hapo. Hiyo ni Mungu amejituma. Elewa lugha ya Mungu. See that? Huyu alikuwa ni Kristo. Nabii anasema baadaye yule mtu ambaye alinitokea kwenye mapango miaka kadha iliyopita ndio huyo alipigwa picha. Anakuja baadaye anauliza, na wewe maoni yako ni gani kuhusu huyu? Nabii anasema maoni yako ni gani? Anasema kwangu mimi ni Yesu Kristo jana leo na hata milele. Anasema na ni huyu alikuwa anaongoza wana wa Israeli katika Agano la Kale. Anasema mahali pengine Yehova wa Agano la Kale ni Yesu wa Agano Jipya. Sasa wasemaje huyo hakuwa Mungu? Alikuwa ni Mungu. Na kwa sababu yeye lazima afuate neno lake, wakati alianza kuambia nabii juu ya huduma yake, alikuwa anatumia maandiko. Mungu hawezi kwenda nje ya maandiko. Akimpatia ishara mbili, si unajua alimwambia mambo ya Musa. Utapatiwa ishara mbili kama nani? Kama Musa. Kwa sababu Mungu lazima arudi katika neno. Wakati Mungu anakuja kuonesha William Branham maisha yake yasiyoeleweka, malaika huyu ambaye ni Kristo alikuwa anatumia neno. Na wakati Mungu anakuja kukuonesha maisha yako yasiyofahamika, anatumia neno. Anachukua fulani pale, anakuonesha ni sehemu yako. Anachukua mwingine pale, anakuonesha ni sehemu nyingine yako. Na Mungu anafanya hivyo ili uweze kujifahamu vile Mungu anavyo kufahamu. Majira haya wapendwa ni majira ya kujifahamu vile Mungu anakufahamu, ili uweze kuchukua nafasi yako katika uchumi wa Mungu na uweze kumshinda shetani. Unajua hatutaki huu ushuhuda wa kusema vile shetani amekukalia. Ushuhuda huo sio mzuri hata kidogo. Tia amenikalia sana hata siwezi kupumua. I cannot breathe because the devil has his knee on my neck. Ushuhuda huo sio mzuri vile shetani amekukandamiza. Tunataka aweze kuwa chini ya miguu yetu. Na hawezi kuwa chini ya miguu yetu mpaka mahali ambapo tutajifahamu. Nabii anasema imani kamilifu ni kufahamu nafasi yako katika uchumi wa Mungu. Hiyo ndio imani kamilifu. Mungu atusaidie sana.
Ningetaka nisome nukuu hapa ya ujumbe ili uone baadhi ya mambo anayosema ndugu Branham kukuhusu wewe. Kwa sababu hapa ni wewe tunaongea kuhusu. You are the subject here under consideration. Ni wewe tunaongea kuhusu. Ningetaka tusome hapa. Ujumbe huu unaitwa mambo ambayo yatakuwepo. Things that are to be. Ujumbe huu amehubiri mwaka 65 na ilikuwa Disemba 5. Siku iliyotangulia alihubiri ujumbe unaitwa The Rapture, unyakuo. Unyakuo akahubiri tarehe 4, na wakati alikuwa anahubiri unyakuo walikuwa wamekodisha ukumi mahali, na kuna watu wengine walikuwa wanataka kuingia pale. Wamekodisha pia, kwa hivyo wakati wake ulikuwa unaisha. Sasa yule mama mwenye ile jengo walikuwa wamesimama pale nje, anaanza kuonesha ndugu Branham, wakati wako umefanya nini? Umeisha. Anasema I have seen the lady motioning to me, she wants us to leave. So hakumaliza kabisa ujumbe huu wa the rapture. Sasa kesho yake akaenda mji mwingine, akaendelea nao, lakini sasa alipoendelea nao akawaita things that are to be baada ya rapture. So ningetaka tusome hapa. Na hapa ni aya 106. Ujumbe huu unaitwa mambo ambayo yatakuwepo baadaye. 106, aya 106. Sikia vile nabii anakuita. Mama wengine wanajua, aha, na hiyo iko hivyo na hivyo. Sikia vile anasema, this old earthly tabernacle here, you know what it is? Anasema maskani hii iliyozeeka hii. Anasema this body is like an old coat that you wear, a coat that you once wear. Anasema hii maskani hii ya mwili ni kama koti ambalo unavaa mara moja. Na ni mara moja kwa sababu the next time you appear utakuwa na glorified. Hauwezi kurudi kwa haya mavumbi. You just wear this once. Hutakuwa na hii hali duni namna hii na mateso mengi. Tukikuwa na next time utakuwa kijana, msichana ambaye ana eternal youth na hakuna mateso. But now you have one so much better. Una vazi lingine bora zaidi. You don't use it anymore. Hili kuna mahali hutalitumia tena. What do you do? Maisha haya yakifika mwisho, kwa mfano muamini akifa, anasema you hang it in the closet for you have got one better. Unaenda unahang mahali. Na unajua wakati tunazika mtu kwa kaburi pale ni tumehang mwili. Tumehang mwili, lakini mwenyewe ameenda kwa sababu anapatiwa vazi lingine. Na hili vazi tailor mwenyewe fundi ni Mwenyezi Mungu, sio binadamu, si mwili wa kuzaliwa na binadamu. Ni mwili wa neno. You hang it in the closet for you got another one better. Anasema unaweka mahali kwa sababu una mwili mwingine bora zaidi. You got a better coat. Una koti lingine ambalo ni bora zaidi. It is more up to date than the one you used to wear. More up to date. Ni kama kitu cha kisasa zaidi. Kwa sababu hatuna maelezo ya kutosha ya kueleza. Unaona? Kitu advanced. Kitu ambacho kimeendelea sana kuliko mwili huu. That is worn out. Worn out. Na kweli ni worn out. Unaona ndugu amepata upara. Hiyo si ni worn out. Ameanza kuchechemea na alikuwa sawa. Hiyo ni worn out. Unaona? Kitu ambacho kimechakaa, kimeisha. What? It is a garment. Ni ule mwili. Lakini sikia vile nabii anasema, kwa sababu madhumuni ya ujumbe ni kukufanya ufahamu wewe ni nani. Anasema you are the inside of that there. Wewe sio ule mwili, elewa jambo hilo. Huo mwili ambao unazeeka unakuwa worn out. Wewe sio huo mwili, wewe uko ndani ya huo mwili. Who is the real you? Yule halisi ni nani? Ni yule aliye ndani ya hiyo maskani. The garment only done what? Vazi hili lilikuwa linafanya nini? It bore your image. Linaonesha sura yako, but you don't need it anymore. You hang it up, it's a rag. Unajua rag? Zulia pale kwenye mlango pale, unaona mat pale mahali unapanguza matope, anasema ni rag. Na mtu akifa hii rag tunaenda tunaining'iniza mahali. Rag. Na si unaona huwezi kujivunia mwili. Branham anasema it is a rag. Unajua rag? Sister wakati una mop nyumba pale, si unatumia rag? Anasema mwili ni hivyo. Huwezi kujivunia
na dhamani ya mwili iko chini sana. Lazima tuende zaidi ya mwili. Kuna yule mtu wa ndani. Kuna utu wa ndani ambao dhamani yake ni kubwa sana, haiwezi kununuliwa na kitu isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Sikia vile nasema, and that is the way this old body is. It's both the image of the heavenly, na hivyo ndivyo ilivyo na huu mwili uliozeeka, umekuwa ukionyesha sura ile ya kibinguni. Yet it is not you. Hey, ati huu mwili si wewe. Na wewe unaangalia kioo unasema huyu ni mimi. Huyu ni this is me. Na nabii anasema this is not you. It is not you. Wewe si mwili. Anasema you are on the inside of that body. Hallelujah. Wewe si mwili, lakini wewe uko ndani ya huo mwili. Is that true? Sikia vile nabii anafika mahali anakuita roho wa Mungu. Nukuu inasema hivyo. Anasema you, the spirit of God is inside of that body. Ati wewe, na wewe anasema wewe ni roho wa Mungu ndani ya ule mwili. Lakini tunajua kile kinafanyika. Wakati unazaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anaungana na chembe ya uzima. Nafsi yako ambayo ni wewe anaungana na hiyo chembe, na huyo ndio sasa anaitwa roho wa Mungu. Kwa sababu wawili watakuwa moja. The two shall become one. Mungu na atusaidie. You, the Spirit of God, is on the inside of that body. When did you become the Spirit of God? Ulifanyikaje roho wa Mungu? Ni kwa sababu nafsi yako ambayo ni mtoto wa Mungu inaungana na ulimi wa moto, na ulimi wa moto ni Roho Mtakatifu. Sasa ndio sababu nasikia nabii akisema you, the Spirit of God, is on the inside of that body. Anasema that is what makes the outside come into subjections, because the inside is pulling it, bringing it in line with the word of God. You are inside, yourself, you are being. Na kwa sababu ya ule uzima kuwa ndani, ndio sababu utu wa nje unafanywa kutii, kwa sababu ule utu wa ndani unavuta mwili uweze kutii. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hutakiwi kuongozwa na mwili, ni yeye anakuongoza. Na mwili unatawaliwa. That's why, ndio sababu nasikia kitabu cha Danieli kikisema the heavens rule. See, not the other rules. The heavens rule. Na najua hapo wakati Danieli alikuwa anaongea hivyo, alikuwa anaongea juu ya milki ya kisiasa. Vile ambavyo Mungu anatoa mfalme mmoja, analeta mwingine. Kuonesha ni mbingu inatawala. Sasa leta kwa mtu binafsi. The heavens rule. Heaven ni nafsi yako. Do you believe this? Na mwili wako ni the earth. The heavens rule. Nafsi yako itawale nini? Mwili. Ndio sababu Paulo anasema wale wote wanaongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Hawaongozwi na mwili ama na nia ya mwili, wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Tuendelee kidogo hapa. This body is just an old coat. Sikia vile nabii anaongea mambo duni sana kuhusu mwili. Nasema ni koti tu nzee la zamani hili. And someday what will you do with it? For you was only in the garment for a while. Utafanya hili nini siku moja na hili koti, kwa sababu ulikuwa katika hili vazi kwa muda mfupi tu. Kusema maisha yetu hapa ya duniani mafupi sana. Na umeingia katika hili vazi kwa muda mfupi sana. This is like the earthly garment, this body. Anasema ni vazi hapa duniani, huu mwili. Your real body, your real self, yule mtu halisi, is on the inside of this old coat you call William Branham. Koti hilo la William Branham limezikwa pale Jeffersonville. Si unaona hata kaburi wametengeneza pale kama pyramid, naweka tai juu. Koti hilo liko pale na sasa limesambaratika kabisa. William, the real son of God, ambaye alikuwa ni nabii wa Malaki 4, hayuko hapo. Yuko katika eneo la 6. Tunaamini hayo? Na ukimkuta eneo la 6 hana upara. Hana upara na si mzee, ni kijana. Si ni kweli? Yuko pale na bado yuko nabii. Yuko pale na anashiriki na watu wake walio ng'ambo ile. Believe us this. Anashiriki na watu wake walio ng'ambo ile na anazidi kuambia juu ya neno la Mungu. He still ministers over there. Kama tunaweza kuamini. Tunaamini haya?
Your real body, your real self is on the inside of this old coat that you call William Branham or Susie Jones or whatever it is. Ule utu halisi ni ndani ya mwili ambao tunaita William Branham, Susie Jones ama yote yule. Someday it will hang in the earth's hall of memory of you. Na siku moja itawekwa mahali katika ukumbi wa kumbukumbu. Hiyo ni kaburi. Ndio sababu unaona kaburi linawekwa pale. Baadaye watu wanaweka gravestone, jiwe pale linaandikwa huyu amelala hapa ni fulani wa fulani, aliishi hii miaka. Kwa sababu ni kumbukumbu, amewekwa katika hall ya ukumbusho, ya kumbukumbu. Someday it will hang in the as hall of memory of you. You'll put it out yonder in the grave and somebody will put a tombstone up there. Kuna mtu hapo, mwili ukiweka kaburini, ataweka jiwe hapo na liwe na haya maandishi. Here lies Reverend so and so. Hapa kuna huyu mhubiri John so and so, Yohana wa fulani wa fulani. Mambo kama hayo. It will lie there as a memory of you. Ni kumbukumbu ya kwamba ulipitia katika hii dunia. You made an appearance in the world. Is it true? Na ulipitia kwa hii dunia on the way to another world. So uliacha nyayo hapa Uliacha nyayo hapa. Watu wanaweza kuona here is a man. Hapa kuna mtu. He registered his presence briefly in the world. Right? Alionekana kwa muda hapa duniani on his way to another world. On her way to another, akienda dunia nyingine. Na kile aliacha kuonesha alikuwa hapa, aliacha mwili. Kuonesha alikuwa hapa. That's what the prophet is saying. Nabii anasema hivyo. The people just seeing you in this. Watu walikuona tu katika huu mwili, and what you was, your little you was on the inside of that. Watu walikuona katika huu mwili, lakini utu wako halisi ulikuwa ndani ya huo mwili. In other words, brother, hatujawahi kukuona. Dada, hatujawahi kukuona. Lakini tumekuwa tukiona nguo yako, mwili wako wa nje, lakini wewe nafsi hatujawahi kukuona, lakini tunaona tabia yako ya Ukristo. Lakini nafsi hatujawahi kuiona. Is that true? Hiyo ni kweli. Hata mwili wako, kuna sehemu za mwili wako hujawahi kuona. I have never seen my kidney, brother. For example, na huu ni mwili peke yake, sijawahi kuona figo yangu. Sijawahi kuona mapafu yangu. Well, kuna wale wamewahi kuona, labda wamepitia upasuaji. La, huu ni mwili peke yake. Na je, nafsi? Hatujawahi kuona nafsi yako, lakini tunaona tabia yako ya Kikristo kupitia huu mwili. Kile tunaona ni mwili. Right? Anasema hivi, the people just seen you in this. Watu walikuona katika hii maskani, and what you was, your real you was on the inside of that. Ule utu halisi ulikuwa ndani ya mwili huu, but the old coat itself just bore the image of the heavenly. Anasema koti hili lilikuwa tu na sura ya yule wa kibinguni. Lakini nabii amekuambia vizuri sana, wewe si mwili. Wewe si mwili, wewe uko ndani ya mwili. Wacha nisisome kupita hapo. Wewe uko ndani ya mwili, lakini wewe si mwili. Ni nini kinaendelea hapa? Ni Mungu anataka ujifahamu. Na ndio sababu anasema pia katika ujumbe mwingine, mwisho wa huduma yake, anasema siku moja niliangalia mambo fulani katika maumbile, nikatambua mimi si mwana wa Charles na Ella Branham. Charles alikuwa na yai, Charles alikuwa na mbegu, Ella alikuwa na yai, wakaleta pamoja, mwili wake ukapatikana. Lakini yeye alitoka kwa Logos. Yeye kama mwana wa Mungu alitoka kwa ile nguzo ya moto, akaingia katika huo mwili uliozaliwa na hawa wawili. Kwa hivyo unaweza kuona katika nafsi, wewe si mtoto wa mtu yeyote hapa duniani. What are you saying? You are trying to destroy our families. Ninasema kiroho. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Na ndio sababu ngambo ile nyingine, mtoto wako katika haya maisha, tukienda ngambo ile nyingine, atakuwa ndugu yako ama dada yako. Hutakuwa baba yake. Atakuwa ndugu yako ama dada yako. Hebu tusome andiko hapa katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Ningetaka tusome mstari wa 17.
Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 17 ni mahali ambapo Paulo anaonya waaminio dhidi ya kuingia katika zinaa. Anasema mtu akiingia katika zinaa na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Sasa baada ya kueleza hapo, anaongea sasa naye mtu ambaye anaungana na Bwana. Kinyume na yule ambaye anakuwa katika dhambi, kuna yule ambaye anaungana na Bwana. Na hapa inasema hivi, Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana, kusema ameungana na Bwana, yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Unaona, wewe na Bwana mnakuwa roho moja, na ndio sababu nabii katika ujumbe anakuita you the spirit of God. Wewe roho wa Mungu ndani ya maskani hii. Lakini sio roho peke yake, ni roho akiwa ameungana na ile nafsi. Ndio sababu anasema wewe uliyeungana na Bwana. Kwa hivyo kuna wewe na kuna Bwana. Na wewe ni hiyo nafsi na Bwana ni ulimi wa moto, Roho Mtakatifu. Mnakuwa roho moja. Na hiyo ndio inakufanya Mungu mdogo, amecha God. Amecha God. Wakati unatembea ulimwengu huu, ujue wewe ni ukoo wa Yesu Kristo. You are the highest species in the world. Unaona? Aina ya uhai iliyo juu sana siku ya leo ni biharusi wa Yesu Kristo. Aina ya uhai iliyo juu sana siku ya leo ni biharusi wa Yesu Kristo. You are the highest species in the world. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Ukoo wa Yesu Kristo. Naona jambo hilo. Sasa baada ya kujua mambo hayo na kuelewa mambo hayo, na si kufahamu tu kwa njia ya ubongo, lakini haya mambo yaweze kufanywa dhahiri ndani yetu. Wakati unaungana na Kristo namna hiyo, basi unaelewa ya kwamba Mungu amekuweka hapa uoneshe mapenzi yake. Kuna sehemu ya neno ambayo alitenga kwa ajili ya hiki kizazi, na anaungana nawe ili akutumie kuonesha sehemu hiyo. Hapo ningesema mambo mengi sana isipokuwa ni wakati. Labda Mungu atujalie wakati ujao niweze kuzidi kuyaangazia. Lakini Mungu anakuweka hapa katika ujirani, mahali popote pale, uweze kuonesha watu waweze kuona neno la Mungu ambalo limetengwa kwa ajili ya majira haya. Na nikwambie kuna watu ambao hawatawahi kusoma Biblia nyingine isipokuwa muaminio. You are the only Bible they will ever read or see. Wewe ndiwe Biblia peke yake ambayo watawahi kuona, kwa sababu neno linafanyika mwili ndani yako. Na Mungu amekuweka kwa ajili hiyo uweze kuwa mahali hapa. Na kwa sababu huu ni mchuano baina ya Mungu na Shetani, na sisi ni askari, elewa ya kwamba kila mmoja ana askari wake. Sisi ni askari. Papa na Bill Gates na wale wengine pia ni askari wa upande ule mwingine, na watu wa madhehebu. Na sisi ni askari. Na hii ni theater, ni uwanja wa vita. Na kila mmoja lazima ahami wanajeshi wake. Si nabii anasema hivyo? Lazima kila mmoja, Shetani anahami wanajeshi wake na upako wa kutokuamini na kupinga neno na upotovu. Na wewe Mungu anakuhami kwa kuleta ufunuo wa neno na anakupaka na roho wake. Ndio sababu maandiko yanasema Shetani akija kama gharika, Mungu anainua kiwango. Siku ya leo amekuja kama farasi wa kijivujivu, Mungu ameleta roho wa tai. Ni Mungu anakuhami kwa sababu ya vita. Unasimama hapa kama mwanajeshi, sio mwanajeshi mtoto. Sio mwanajeshi mtoto, lakini mtu ambaye amekomaa aweze kufanya vita vya kiroho na kumshinda Shetani. Ndio sababu uko hapa katika haya majira. Na wakati unakomaa hivyo, umehuishwa, unatambua tai wenzako ni akina nani. Si lazima wote wawe hapa, wengine wako mbali nchi zingine. Tai wenzako ni akina nani? Kwa sababu tai wanashirikiana na tai. Nasemekana tai akienda anga za juu anafika mahali hata ona ndege wengine. Wale wengine waliachwa level za chini kule. Mwewe na kunguru na kengewa waliachwa kule chini. Na tai akiingia anga za juu, kama atafanikiwa kuona ndege mwingine, ni tai mwingine pia. Unaona? Mungu anakufikisha mahali hapo ili uweze kujua tai wenzako ni akina nani. Ni majira ya kujifahamu. Ndio sababu nasikia Mungu anaandika jina lake, jina la Baba ndani yako, jina la mji wa Mungu ndani yako, na jina jipya la Kristo ndani yako. Hayo sio majina matatu. Sijui kama tunaamini hayo. Kuna tofauti ya Mungu na Kristo. Kwa hivyo jina la Baba na jina la Yesu ni moja. Na je, ule mji ni biharusi? Mji ni biharusi.
na bi harusi anachukua jina la nani? La mumewe. Kwa hivyo hili jina ambalo linaandikwa sio majina matatu, ni jina moja lililo kwa njia tatu. Unaona? Ni jina moja linaandikwa ndani yako na linaandikwa kwa njia ya ufunuo. By revelation, kuonesha wewe ni raia wa mji wa kibinguni. To show that you are a citizen of the heavenly city. Linaandikwa kwa njia ya ufunuo. Unaona? Kwa hivyo ni ukoo wa Mungu ukipitia hapa duniani. Ni ukoo wa Mungu ukitembea hapa duniani. Mungu anataka tujielewe. Na tukijielewa uishi maisha ya mwana na binti wa Mungu. Anataka kujifahamu. Ishi maisha hayo. Na hiyo si kwa njia ya kukazana, lakini kwa sababu uzima umewekwa ndani yako. Umeamshwa na si wewe unaishi, unasema pamoja na Paulo, siishi tena, ni Kristo anaishi ndani yangu. Mungu anataka hivyo. Hii ni zaidi ya Wapentekoste kurukaruka, wanarukaruka, ati hiyo ndio revival. Hapa ni ujifahamu wewe ni nani na uingie katika nafasi yako. Na udhihirishe Mungu katika haya majira. Udhihirishe neno ambalo ametenga kwa ajili ya kizazi hiki. Ningetaka tuombe, tuendelee wakati ujao, Bwana akipenda. Tutaomba. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunaenzi jina lako, tuwasema unastahili. Asante kwa sababu ya neno. Neno hili vile maandiko yanasema ni taa kwa ajili ya miguu yetu, ili tujue namna ya kujiendesha Bwana, namna ya kutembea katika haya maisha. Na tunajua Bwana tunakaribia ukamilifu. Ulisema tunatoka utukufu moja na kwenda mwingine. Tunakupatia sifa na shukrani. Lakini pia Bwana unajua udhaifu wetu. Unajua upungufu wetu kila mmoja wetu. Lakini wewe una msaada wetu wa kutusaidia kuondoa ule udhaifu. Ninaomba ushuke juu ya kila mmoja wetu na kuweza kumsaidia kwa jina la Yesu Kristo. Chunguza maisha yetu Bwana. Ikiwa kuna kutokuamini ama chochote ambacho tumepokea ndani yetu cha kulemaza imani, ninaomba ukitoe kwa jina la Yesu Kristo. Na utusaidie kuweza kuwa na misuli ya imani, kwa sababu maisha ya Ukristo hatuwezi kuyaishi kwa njia nyingine ila kwa njia ya imani. Na ukasema ya kwamba imani ndiyo inashinda ulimwengu. Basi na ikupendeze kumkirimia kila mmoja wetu imani kamilifu ya kuweza kushinda ulimwengu. Wale wagonjwa hapa leo hii, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo unyoshe mkono wako wenye nguvu na uweze kuponya kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, pokea sifa na shukrani. Tusaidie kutafakari neno na kulicheua kila wakati. Mungu, hata tukiwa peke yetu, tunajua ya kwamba hatuko peke yetu, uko pamoja nasi. Hebu na Roho Mtakatifu tuangazie Bwana katika kila mazingira, ili tuzidi kuimarika sana kiroho. Baada ya mambo yote, sifa na utukufu ni zako. Tujalie, tunakupatia sifa na shukrani, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.